Leo nataka kuongea kuhusu habari ya kuwa mwaminifu katika Injili. Be faithful in gospel. Kuwa mwaminifu katika Injili, ama katika wokovu. Na kuwa mwaminifu ni kusema nini? Lazima uwe mtu ambaye ameamua akae vizuri kulingana na kile Yesu anaturuhusu kuwa. Naomba mnisaidie this one, nasikia kama inapunguza. Naomba tuende hapa kusoma katika form ile ambayo imewekwa. Hiyo iko hapo. 2 Corinthians chapter 4 from verse 1. Tunaanzia mstari wa kwanza, my friend. Nasoma kwenda chini. Inasema hivi: kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei. Continue. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha ilivyo kweli, tulivyoonyeshwa kuwa na haki dhahiri za watu, zikitushuhudia mbele za Mungu. Continue. Lakini ikiwa Injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani ya Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini isiwashukie nuru ya Injili ya utukufu wale Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu kwa kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tuwatumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Bwana Mfalme tufundishe, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Basi hapa nimewambia nataka kuongea kuhusu uaminifu katika Injili. Na kulingana na hilo neno tumelisoma, mstari wa kwanza umetueleza vizuri sana. Naweza rudi hapo. Ya kuwa mwaminifu ni kusema nini? Kuwa mwaminifu ni kuwa mtu wa haki, mtu wa ukweli. Ni mtu anayeonekana kwa lile jambo limekubalika. Kama hapo tumesema na Hawa, pasipotokea jambo lingine la kufanya tusikutane, lazima tukutane. Na kama kuna mabadiliko ya stahili, basi yajulikane kabla. Na sasa hapa Paulo anasema kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, huduma ya kutangaza Injili tunayo. Na tuliitwa kwa neema ya Kristo, na tukaokolewa kutolewa kwenye dhambi. Na dhambi ni utumwa. Dhambi ni mwizi. Dhambi ni mharibifu. Na dhambi zinapoingia, zinaondoa neema ya Mungu ndani yetu. Na watu wengi wanaharibu neema kwa sababu ya kuzoea mambo mengine. Na hapa nasema kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii. Ni huduma ya aina gani? Ni huduma ya habari njema. Ni huduma ya kutangaza ukuu wa Mungu. Ni huduma ya kusema ya kwamba hii haifai na hii yafaa. Ni huduma ya kusema hapa kuna dhambi, hapa kuna kifo, hapa kuna uhai, hapa kuna njia. Huduma ya Mungu ndiyo hii. Ni kufanya kanisa la Mungu liweze kung'aa zaidi ya vile ulilipata likiwa. Yaani mahali ulipata kanisa lilikuwa ule utukufu wake, ujaribu kuleta utukufu mwingine zaidi ya ule ulioupata nao. Kwa sababu ya huduma hii ya kueleza ya kwamba Yesu yuaja, lazima uonyeshe ya kwamba yuaja vipi. Lazima uwe tayari kuonyesha yuaja kwa nini, aja kwa nani, mnaenda wapi. Manake ya zakaja kumbe hakuna mahali watu wanaenda. Lakini habari hii njema tukiwa nayo, lazima tuwe wasafi na watakatifu kama neno la Mungu. Lakini tukiwa tunagairi, tuna uchafu, tunakubadilika, basi neema ya Mungu inapotea njia.
na itakuwa ya kwamba hatuna ujasiri wa kuelezea habari njema, na uaminifu wa Injili unapotea, na wengi wamepoteza uaminifu wa Injili. Ama Injili inakosa ladha, imepotea kwa wengi, hata hatuna tofauti, kwa sababu kuna mambo tunafanya wengine yanafanya watu wanashuku kweli damu ya Yesu ilikuja kufanya kazi gani. Kitabu cha Mitume 9 inaongea kuhusu habari ya Paulo, ambaye alikuwa ya kwamba ni muuaji, mtesa watu, alikuwa ni msaliti, na kazi yake ilikuwa nzuri sana, manake alikuwa amesomea sheria. Kwa hivyo alikuwa anafuata sheria kamili. Alikuwa akienda na barua, akiwa amepewa na viongozi kwenda kuwaua watu wasihubiri habari njema, kwa sababu habari njema ilikuwa inakandamiza habari ya desturi, na habari zote zilikuwa zinaendelea ilikuwa inaifunika. Paulo akawa sasa na ujasiri wa kwenda kuwafunika mdomo wasionekane kwa sababu ya huduma hii. Haleluya! Kwa hiyo tunapewa nguvu na uwezo, na kwa sababu ya hii rehema hatulegei, hatutarudi nyuma, hatutalegea kurudi nyuma wala kuacha. Bwana sana. Paulo alikuwa akienda na bidii zake, na alikuwa na utajiri wa mambo, maana alikuwa na upanga, alikuwa na hata na ule upinde, alikuwa na sheria, alikuwa na barua, alikuwa na watumishi wake, alikuwa atembea na wao, kisha alikuwa yatembea na farasi. Kwa hivyo alikuwa amepewa cheti kubwa sana, cheo kubwa katika serikali ama uongozi, manake alikuwa na kazi nzuri sana kugandamiza Injili. Walikuwa wanamwamini. Lakini siku moja akiwa njiani alikutana na uwepo wa Mungu, ukamwangusha toka kwa farasi mpaka chini, na alikuja kama umeme, kama mwangaza ukapita tu umeme wazi, kamwangusha chini. Hapo alipoangushwa akapotea macho. Sauli kamnenea, Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Naye kauliza, ni nani Bwana? Hivyo walikuwa ni makusudi kufanya visivyo, huku akijua Injili ina nguvu na uwezo wa kuendelea zaidi yake. Basi hapa inasema, kwa kuwa tuna ile nguvu hatulegei. Hatutarajia kutangaza Yesu anaweza, hatutarajia kuonyesha kwamba tuko watu wa Injili. Lazima tuwe na uaminifu wa habari njema. Bwana sana. Lazima tuonyeshe ya kwamba sisi tuna habari njema. Tumetolewa mbali. Paulo alitolewa kutoka muuaji akaingia sasa mwinjilisti. Transformation ilikuwa na safari kubwa sana. Akapofishwa macho kwanza, alafu akawa hana nguvu wala uwezo. Akabeba akapelekwa mahali kwa Anania. Akakaa pale siku ngapi? 3. Bila kuona, bila kula wala kunywa, manake alisuka na ile vile aliangushwa. Itegema niyaliwa pachadilio lieto bilia hauke alawashwa mwadi. Akajua ya kwamba hii ni mara moja, nitaangushwa mara ngapi kutokea kwa farasi na nimeangushwa, macho yamepotea. Pale inaonyesha picha nzuri ya kwamba wakati Yesu anatutoa katika utumwa, katika giza, kwanza tunapofishwa na mambo ya ulimwengu, ndio wakati tunakiri tumeokoka, tunafunguka macho ya kutangaza uwepo wake Yesu. Bwana sana. Kwa hivyo hapa inasema, alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Jamani, wakati giza inatufunika na mambo inakuwa na uzito, kuna nuru na msaada unatoka mbinguni kwa wale ambao wana uhakika na ukweli wa Injili njema. Bwana sana. Hata wakati mambo inatuvuma, wakati dhoruba inavuma, kweli tunabebwa, tunafunikwa, Wakristo msishangae, kuna mwangaza, kuna msaada, kuna mahali pengine tunatolewa, tunaingizwa katika neema ya kufanya tumwone Mungu na njia tofauti. Bwana atukuzwe. Turudi kwa kitabu chetu cha Wakorintho. Mstari wa 2 inasema vizuri sana, kwa sababu kuna wengi wanasema mambo mengi, hebu yake kikuu kidogo waweze kuelewa kabisa. Manake yawezekana lugha nyingine zikachanganya, na nilielewa mimi lakini wengine hawawezi. Hebu sikia hili na usome. Kulegani kulegete kugia na maundu
maria mundu ahithaga ni undu wa guconoka ni turegete. Hapo nataka kusema ya kwamba kuguswa na Yesu ndani yetu, tumekataa sasa kuwa na aibu kutangaza habari ya wokovu. Wajua kuna wengine katika kazini mwao ungemume jamaa la nyarao waswatiwa katile, kwa sababu vile anafanya na vile anajulikana pale, na vile umemtamkia neno la salamu zile zinamfanya awe na aibu. Kuna nani tunaleta kuge na maundu maria mundu ahithaga ni undu wa guconoka, yaani kutangaza na kuonyesha wazi kwamba wewe unamjua Yesu na hupokei rushwa. Haleluya. Na huwezi kaenda na njia hazifai na njia haziwezekani. Kuna watu wengi sana ni matapeli wa injili, wako watapeli, na wanatapeli wengi wale ambao hawajui kulisoma neno la Mungu wala kulifuata ipasavyo. Anasema hivi, tuwakelea mudhiara na midhiara ya wala. Sasa wale ambao watapeli lazima kuwe basi na hili neno uhoro wa wala. Kuna kuwa na mtego fulani watu wanawekewa, na Wakristo wa injili wa Pentekosto ndio wanaingia haraka sana, manake wanadanganywa na mambo yale ambao nao hawafuatilii. Kuna mambo mengi sana watu wengine hawafuatilii. Kuna mambo mengi sana ya kwamba huangalii, na wengi sana wanapofishwa kwa kutoelewa neno la Mungu. Bwana asiwe sana. Kuna watu wengi sana ni wahubiri na ni waombezi. Huku ndani huku kuna wanabii wengi sana. Watu wako katika nyumba zao na ni wanabii. Lakini huyu nabii, unabii wake lazima utilie gharama, lazima utoe gharama. Lazima kuwe na sadaka ama kitu utatoa, kwa sababu unajaribu kuingizwa katika njia za ujanja. Tuwakelea mudhiara na midhiara ya wala. Bwana sana. Lazima ujielewe kwamba imani ya injili kama kwapa yatenda kazi, kama inafanya kazi ina gani. Haleluya. Wakati tulikuwa vijana, manake kuna kuokoka na kuna kukombolewa. Tulikuwa saa zingine tunaenda mahali kuna watu wanatoa sadaka kanisa zingine, wanakana makesha hivi. Kwingine lazima watu watoe sadaka kwa ibada. Aidha ni wa ushirika ama ni mafundisho, na lazima watoe sadaka. Sasa wakichukua ile drum, vijana wengine walikuwa wanakataa naye. Hata wakati wa kutoa sadaka anakwama naye. Anaitoa kwa watu wanasifwa na malizaka kutoa sadaka, yeye hatoi. Ukimuuliza ni kwa nini, baadaye anakwambia nikikiruka mwili wako wote vile niliogojoke ninatwalebesha. Aya maze twalabesha na ni hoka mwili. Anaamini hivyo. Na wengine nao walikuwa na ujanja, walikuwa wanakuja na mkono wamefanya hivi. Kweli hakika hatuangalii mtu atuanini. Kumbe ni mkono mtupu na anachangamka vizuri sana. Akifanya hivi aende zaka, hutajua mienendo ya ujanja. Kuna wengi sana. Mtu wa Mungu jiangalie kama kwamba wokovu ambao umetiwa na Yesu bado wafanya kazi, bado umesimama namna gani. Wengine nao wanapelekwa na njia kama neno la Mungu linauzwa, linapigwa bei. Kama linapigwa bei, yaani watu wako na njia nyingi wanapotezwa nazo, hasa wale ambao wako kwenye shida kama za biashara ama magonjwa. Na niwaambia siku moja lazima na pili tukiwa na deacon wetu Mombasa. Mama moja alikuja akiwa na kidonda kimekaa muda mrefu. Tukamwongelesha neno la Mungu. Kufika saa ya kuomba akauliza, kabla hamjaomba tusikie kukosana, ugonjwa kama huu mwalipisha ngapi? Tutana hawaya na tutana zinabla tushako hitani yali. Kironda tareke muri mutoyo muri hakiatia. Tukiurania ndo waigwa yomura yekina igolenga ola kemura kasokera utobe bikiriria wega toto yule tole ndo akia kwira kanwa kasokera halini. Akasema kuna mahali nilienda nikapita kwa yule mwandishi ama yule ambaye anakuwa ni secretary wake, nikaruhusiwa kuingia kwa mkubwa ofisi mwake.
akatwanga maombi akifikiri ya kwamba yule ashapanga kila kitu. Alipomaliza kuomba, alituambia alitoa 2,000. Akakengeriwa, akatukana. Hebu ni bila kwa wali modiru taka. Omo shireni tukenda hapo haha. Jokana utahika ya kwa haha. Dokano kego polege. Kironda taneke na nenda kwa kugura le giri 15. Choka ukana giri. Gumenda kwa joke, nenda tena giri. Yaani akaongea yule mama akawa alipotoka hapo akawa na wasiwasi na shida ya kwenda mahali pengine kwa kuhudumiwa. Kwa sababu ilikuwa ni gharama. Hata wa sasa kuna watu ambao wanaenda ndio watoe gharama. Tuwakelea modiana na medire ya wala. Mimi nakuwa na opportunity za ajabu sana. Mimi waliona hapa. A good opportunity. Na zingine ninaweza kazitumia vizuri sana. Kwa hivyo sasa kama nikozitumia, ningalikuwa na wengine wamenima hata maploti yao. Mimi ningalikuwa na hali nzito sana hapa. Manake mwingine mtu anaongea, anasema mali yake karibu yaishe. Mapepo amemvamia, majini wanaingia kwake, wamemaliza na kila kitu. Sasa kile kimesalia, lile lolote unaweza hitaji unisaidie, niko tayari kutoa. Ningelikuwa mtu mkimbia ningalimwambia, basi na mimi jambo kama hilo ni ploti. Hali ya huyu, na kwa nile hudeti highway, hapo jireka na Nairobi. Kwa maisha ongeka ta chibie. Kama hutaki sawa, si atatoa. Anatoa. Mambo yako na wengine wanakimbilia. Mtu wa Mungu jiulize, uokovu umefika wapi kaanza kuwa napigwa mbele, utapeli upo. Na watu wengi wanaenda na wanatoa, wengine ni kama injili ama neno la Mungu. Neno la Mungu huwezi kaivuta na chochote kile ila kuaminika na kuwa na utukufu wa Mungu ndani yako. Bwana sasa. Haya, kanatoga oboshania ugewa kai na maheni. Angalia hapa. Wala kuchanganya neno la Mungu na uongo. Kwa Kiswahili kieleweka maana kile ni kile sanifu. Yaani watu wengine akasema nilikataa kulichanganya neno la Mungu na uongo. Hatutaweza. Na watu wengi wakati sasa ni vipofu wa injili. Kwa sababu gani? Waliondoa Mungu wakaweka watu wawanene kwa Mungu. Jamani, Yesu aliposema yote yameisha, ishara ya kwanza mambo ya dunia hii yaliisha nguvu zake ni wakati pasia ilikatika kuwili kaenda hivi na hivi. Ya kuonyesha umekuwa sasa kuhani, nenda mbele zake Mungu wewe mwenyewe jitetee. Mwelezee Mungu yale unahitaji. Bwana asifiwe sana. Maana uongo ni mwingi sana katika injili. Yaani kuchanganya injili na uongo ni kusema kana kwamba tunaenda kwa mtu fulani ama kwa Mungu fulani ama wakati tunakuwa hapa hekaluni. Na ningelipenda kama kunaye tulimfanyia hesabu pale tukamwambia usipofikisha kiwango hiki haitawezekana asimame wale. Sidhani kunaye. Haleluya. Na kama yuko basi jikomboe. Neno la Mungu wa Ibrania 10:26-27. Tukiendelea kutenda dhambi kwa kusudi, hakuna dhabihu nyingine inatungoja ila kuchomwa na moto wakao. Hebrews 10:26-27. Kutenda kwa kusudi. Na basi ni vizuri watu wa Mungu tujue habari ya Mungu iko wazi na neno la Mungu ni free. Haleluya. Na injili ya Mungu inatenda kazi ipasavyo. Kwa sababu tuko na huduma hii, hatutalegea, hatulegei. Haleluya. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Imana kusema kwamba mambo haya nakuelezea yaelewe maana sana, kwa sababu huu ni msaada wako wa kwenda huko mbele. Na nimekwambia kuna watu wengi sana wanakimbia siku za kati wa juma. Kuna mama pale na mbili, kuna mzee pale na mbili, kuna mama pale na mbili, lakini yako kwake kwa nyumba yake kwake.
na huko ameweka mkeka, ukiingia uketi na ukae na njia tofauti. Wale watatu nilienda kutesti kama ni kweli. Nilipoingia nikaambiwa ikalale hau na nifanya sielewi ikalale na vile vitu ndio ndo ajileta ile kwa dhima hapo mbona ni nani ndio yote hoya nguo kikwe ni akia kwa kwa hiyo ndio mageni na niliona tukaenda again tukaingia wewe ndio tukaenda ikalaje tukaikala tukapewa masharti tukakunia kikala kikwenda na akikoja kwa kuingia hapo kokoge tikakuhala ile ya kogoro waona mambo kama haya wewe. Haya kukaa kidogo nikawa nimechoka, vile mtu anachoka sasa kile anajikuta anafanya hivi. Ngeroti hapo iko nyogoni na kuja mnajidai kuruke. Nikiruka. Unaona? Sasa kuna mambo mengi bana nakwambia utapeli upo. Hata sasa kile anaweza muangalia ukimwona kama hizo makume kali mno umorale. Na ndio yale kuna malaika kule ukija kuona hapo iname. Waka ina mambo hapo lakini wakutono ya ikandea. Yaani kuna mambo mengi yanatendeka kwa huku. Haleluya. Wacha niseme kuchanganya habari na uongo, mambo hayo yako na wengi sasa wameingia kwenye giza kwa sababu ya uongo huo. Wengine wanaliwa hela zao zimeliwa. Najua kama kuna hela ni kimetaja na leo mtu mtide hela ya alimu kakiibale. Manaka sasa wengine wanaenda akero mbona kwa kuandele na watu wake ana kesho wana weko ya kukwira roho mmoja ndio ole nimanyito ona wewe wewe makelito kwa hiyo ile kati magereto kikono kwa ila biliko bihaha haleluya na uiloke wewe uiloke wewe moho na manyito lazima utatetea na basi wengi wanaingia katika ule upotofu. Hapo ndipo anasema hatuwezi changanya neno la Mungu na uongo. Kuna watu kama hao hackers, watu ambao wanafanya biashara, wanapata faida na neno la Mungu. Kuna mstari sokumbuki vizuri uko wapi? Kitabu cha ni 1 Corinthians 13 there. Sitasoma sahihi lakini inasema hivi. Inasema ya kwamba kiheo kia Ngai ni ya guteiria kanitha no tikia mundu we mwene. Si karama ya ubinafsi bali ni karama ya kulijenga kanisa. Haleluya. Na ile habari kuna mengi sana inafanyika. Na mimi nahurumia watu sana. Kusema kwenda kuhurumia. Siku hizi watu wanaliwa na injili. Siku moja nikamwambia kwa hiyo kanimo. Na nikamjaribu na kusema nini? Kwa kana mafuta ile kale utoja kale maana kanisa hilo usaidie katika benye tonali jira hali ya mundu wothe ndio ndio hutie bibi na kila no akororera kuona Yesu umuthi mungefuri sana mukopere na muthie kinya eta wote yabo icio sigana kisigana ndio mwana Yesu lakini si hivyo hiyo ni njia ya kupotea watu wa Mungu. Wengine wanaambia basi usiponitumia 2,000 sitafungua hilo jambo liko kwako. Huko na wita kwa ujasiri wa Roho wa Bwana ndio utapeli wa injili. Siku hizi wengi wameingia na ninawaambia hili jambo. Hapo kama hujo mwomete Israeli uhuru pa. Alikana hali akiwa mundu wothe wĩgũkũ ũkwenda kĩrathimo kĩa buroti gũkũ Nairobi na mũndũ ũkwenda kuma kũnyuaga maĩ mega gũkũ ĩnamo ndũtitari kwa Jordan harĩa abatithĩirio na tikwĩrĩrwo nĩho ndĩrakahire hau ĩnamo cuba nĩ magana mau matano tĩri naguo ndĩnaguo wa harĩa hega harĩa hanoru hale oiguaga mega pifu ekiara gagotiara ndinaguo na oheto basaje igaiganduka ne sita baba jamukale kama wekaraga tu dimwanga dikale kola yomithio kakaga tukaroro muno ere hana ya mututu gasaje kitakau ndinako na ni matano uko wenda kilio kwenda nikio guthura ukwenda bae kana kwenda te algemazile te toni kwa kadena na menyondo wa mbere ndũngĩruta rũigo kona tondũ wahota gũthiĩ kũheana ng'ano
Atini ni ngoma yako ai gushirenge na bia ni wamba kuikire haha wone secretary uigire kanone tulicara ito none kanomone anjiti ane yane negera liwa gweteri ihoya ucoko negero kunia yaku yati ukionire drama ni ndagegire na kuliranira magiyoro kahitoni ai possess muri atarikomira ni upaye no iko mokione kikigwali mukigaya na kihau anai possess. Huo ni utapeli ambao unaendelea. Bwana atubariki sana. Ndio mtu ana baraka zake na Mungu anapeana. Na kuna watu wengi sana wanabarikiwa. Na mundu na okeno ndio mundu hapa ndaiguithio nego kuheka ile tano. Mambo haya yatendeka. Lakini si kwa ajili ya nini? Ya utapeli ndio upate faida. Neno la Mungu halipigwi bei. Halina mnanda, halina biashara. Bwana tuwe sana. Na wengi unaona kunafika wakati wanaambiwa siku fulani tutakuwa na siku ya kupakwa mafuta ya baraka. Na ile lazima mje wote na lazima kuwe na sadaka. Ndio hii mafuta ya baraka uweze kuikadiria ama kuilipia gharama. Yesu alisema hivi. Wale aliokoa wanaokolewa kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Hakuna mahali ameweka kuficha. Wale ameokoa wanakuwa wazi kweli kweli. Kudhihirisha iliyo kweli, tujionyesha kuwa na haki. Dhahiri za watu zikishuhudia mbele za Mungu. Jamani, watu wana shida. Ni nini litawasaidia watu wa Mungu kujua Mungu? Jueni neema ya Mungu haina gharama. Hakuna bei unaweza toa, hakuna pesa utatoa ndio uweze kupata faida. Bwana asifiwe sana. Na wafundishe kidogo. Mtu ambaye anaitwa Eli, wakati Samueli aliitwa mara ya tatu kajibu, akaenda sasa mbele za Mungu, na alikuwa kilala kwa hekalu karibu na sanduku la agano. Kuna maneno Mungu alimwambia. Wakati wanawe walienda vitani wakafa. Si ni kweli? Kuna mmoja wake kijana alikuwa na mkewe, alikuwa ni mjamzito. Alipoletewa habari, yule mzee akaambiwa wanao wote wamefanya nini? Yanasha kushua na leikwete. Ihaukalelea haukira muthuri ucio tondu ari muritu aguyire na thutha na giti araretengete taira na kemoke agituika mukiha wake undu agikua nake mutumia wa muriu aigua uguo akiohoka agiciara mwana agitwo Ikabod. Ikabod ni kuga riwa Ngai ni mweheru aoco Ngai. Andu aingĩ hĩndĩ ĩrĩa mathiĩte magongona kama na wanaambiwa ya kwamba lazima utoe hiki na kile. Hivyo ni kusema the glory has departed. Ikabod, the glory has departed. Neema ya Mungu inanunuliwa na ukweli na haki. Na sikatai, unabii mzuri sana na lazima tukatabiri. Hata hapa Bwana anasema. Hata hapa si tunaelezewa habari. Lakini ni injili gani ama ni ujumbe upi ulikuja wa Roho Mtakatifu? Akasema tutapeli mtu. Hakuna. Kwa hiyo neema ya Mungu si ya kutapeli. Ukweli wa wokovu ni kusimama wima. Glory to God. Na wende mbele za Mungu bila kumhonga. Ndokanajia tiwaje kuhakanga hii. Huwezi honga Mungu. Kuhonga na kuweza uwepo wa Mungu ni njia kamilifu na kuwa na ukweli na uhakika wasema na Mungu wako. Haleluya. Na wewe mtu wa kuomba na kukemea, mapema yakija kemea, una ushuhuda na una ukweli. Una huo upako wa kukemea. Nguvu unazo mtu wa Mungu. Haleluya. Amen. Na injili uweze nunua chochote. Haiwezekani. Hebu niwaulize kidogo. Mtu akija kwako kuwa mchungaji, tuseme wewe hata si mchungaji. Kwa sababu mchungaji mwingine anaonekana wa kiwango cha chini sana. Askofu mkuu, archbishop. Akiletewa mtu ambaye ana ugonjwa karibu kuopa, amepoza mwili, netapo unaenda kuparali. Omohoele ahondeli, ongeri ya shingani. Unalipisha ngapi? Mono toshi. Ile tena kushakia moto kwa mgonjwa.
Ungethie kule thibitari kana mochari uga haya mundu kile ndaino kai ungerehia cigana ucokia mundu muoyo semeni Ungejua na milioni 5 watachanga wa shamba na kila kitu uletewe. Nenda tukaepuka kuwe Mungu ashoke tu. Yawezekana. Lakini Yesu alipoenda kaburini pale, aliangalia akasema nini? Lazaro toka. Hakuna kitu, hakuna sadaka. Hakuna hata sadaka katika ile ibada. Lakini alisema tu Lazaro toka. Kaburi ikaondoa kifo. Akafunguliwa, akatoka akiwa amefungwa sana, akawa huru. Yesu akatoka kaenda zake. Kuna muujiza huu wa kulipisha kama si huo, lakini hakupokea chochote. Bwana sasa. Kwa hivyo watu wa Mungu, huwezi nunua uwepo wa Mungu uje kwako. Ukitoa gharama, neema inaondoka. What we do ni kuamini neema ya Mungu iko katika ile hali. Na tunaombea wagonjwa wanapona kwa jina la Yesu. Tunafukuza pepo na wanatii kwa jina la Yesu. Glory to God. Na tunafurusha yote na yanaenda yanapiga duru yakiondoka. Na pepo zinahama kweli, zinatoka ndani ya watu. Na magonjwa yanatoka kweli. Lakini hakuna gharama. Mstari wa pili narejea tena. Kulegani tulegete kugenda maundu maria mundu ahithaga ni undu wa guconoka. Tugakira guthiaga na mĩthiĩre ya wara kana tugathombochania uge wa Ngai na maheni. Neema ya Mungu kaichanganya na uongo unaondolewa katika neno. Yule naye ambaye anaenda ndio atoe neema ya Mungu ishuke, Mungu anamuondoa. What we do ni kutoa dhabihu ya upendo, Bwana ajirekebishe. Bwana sasa. Ile ambayo haina kiwango. Yule mama aliambiwa ngiri 10 shoka udehere ngiri thikari haha na niguo dawa ihinda igai guku ndukanoke. Alienda akiwa na uoga na kidonda chake. Tulipomwombea tulipona bila hata sadaka ya shilingi 5, kwa sababu neno la Mungu si biashara. Haleluya. Si biashara, neno la Mungu ni ukweli. Vile tunafanya, tunasema ukija kwa Mungu na pesa, sadaka, ama upeane, peana ikiwa zawadi, unapeana kwa hiari, pasipo kiwango cha mwenye kupewa. Haleluya. Nilipoingia hapo mara ya kwanza, kuna mtu alikopa loan. Akaja na I think alikopa 40 or 50,000. Akaja nazo zikiwa kwa bahasha, akaniletea tuombe. Tukaomba. Kwa fikira yangu nikafikiria, hebu wewe nikimwanga yanga ashikilia kwa karusho ngire toa inoke. Si anawazaenda. Na ungekudigashi. Nikimwambia, Bwana amesema uziache uende uje kesho. Si akafanya hivyo. Na katika maombi ningehaa etwanoge tumina na desigai. Kana ndimo cianjari ya maratathi ndemoni. Nagia tumona na maratathi okianjari ndemoni we. Yuko nje kule otunda ile maratathi. Shoko kule ole ndio tipi ole ile maratathi. Si akaamini. Utapeli kama huo ni rahisi sana kutendeka. Lakini mtu wa Mungu jiulize, ile lote unatenda ni kununua, ni kuhonga, ama ni sadaka ya hiari? Sadaka ya hiari inaongea mbele za Bwana. Kama ile Ayubu, Ibrahimu alitoa, kachinja katoa, ile ibada inaongea mbele za Bwana. Bwana sana. Kwa hivyo usije ukafanya jambo kwa sababu ya huruma, kwa sababu umeitishwa, kwa sababu ya bei, uvute utukufu wa Mungu huwezi. Lakini sadaka ya hiari inavunja milima kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mafundisho mengi hata kwa internet and online. Kuna wengi sana walitokea. Na wengi wameghairi katika habari ya imani. Na wengine hata wametoka kwa kanisa wakaenda shughuli zao, kwa sababu wameona tu walikapaliwa. Nani alikuangusha kunyang'anye? Tuwekee mstari wa 3 tuone. Hebu tuangalie kidogo hapo. Na leo ona uhoro witũ ũrĩa tũhunjagia ũngĩkorwo wĩ mũhumbĩre ũhumbĩirwo o andũ arĩa mekũũra. Bwana asifiwe sana. Hata ikiwa kwa mwingine imefunikwa, ni kwa wale ambao katika njia ya kupotea. Lakini ile habari
inahubiriwa ya ukweli na ya haki, Bwana anatenda mambo makuu. Glory to God. Kuna mtu mmoja alitoka kanisa, na ni sawa kwa sababu ni yeye. Alipoenda alikuwa anasema ya kwamba mchungaji alikuwa amemwambia mwisho wa mwezi awe anampelekea kitu akule. Lazima. Ikikosa hiyo, wewe huna baraka. Na ilikuwa inakuwa reviewed each and every month. Each and every month. Each and every month. Huo ni utapeli. Manake hakuna mtu wa kukutetea. Ujuane na Kristo. Ni wewe mwenyewe. Jitoe kama sadaka hiyo ya kweli. Bwana sesana. Kama ya haki. Ukiambiwa ya kwamba kuna jambo linatendeka mahali fulani, utume hela ndio ubarikiwe. Mwambie tayari ushabarikiwa. Si lazima. Ama umwambie niokia hoe wala sio mahali yeka muhaira hali igoti nilika mahali hiyo. Lakini wengi wanaanguka kwa huu mtihani, especially wale wako kwa biashara na wale ambao wako na watoto ambao wako na shida za magonjwa, wasiwasi, jambo hili wana shida kubwa sana. Jichungeni watu wa Mungu. Pesa zinaingisha watu kwa majaribu. Yudasi aliingia kwa majaribu. Anania waliingia kwa majaribu sababu ya pesa. Na pesa zinaangusha wengi na zinaondoa neema ya Mungu, inapotea. Kwa hivyo chunga ukifanya mambo yako, ifanye kwa moyo safi na moyo wa upendo. Bwana akubariki sana. Na katika hayo utajaribu kukua ndani ya kiroho. Na ukitoa utoe kwa moyo wa hiari. Nino bado matigeruta. No utena okay ya kuyendera. Goro hikuku. Na ukitoa usiweke mitego. Manake Yesu atakataa kuja. Atakataa. Ataenda mbali nawe. Atakuhepa. Manake unangojea jambo kama umelinunua. Lakini ukaenda zako na unamaliza, Bwana hao ndio watu wale anawatembelea kwa hiari. Glory to God. Kama ile sadaka tunatoa hapa, hakuna mtu akuja kuchunguza watu wangapi, lakini wewe unajua. Kile kinachofanyika kwangu nasikia saa zingine na usumbufu wa moyo. Nikisikia ndio sababu nawaambia, msiwe mnazoea kutoa 50 ama 100, saa zingine toa 500, saa zingine toa 1000, saa zingine toa 5000, saa zingine toa na hata 500. Yaani unazidisha, usiwe na mazoea. Yaani uweke kiwango, nienda ugire kali dosio. Na kazi yako ikikoleo ningekionaga, nibete na kwa matiko ya maikani. Hebu nimuulize katibu na sitaki kumtuweka kwa majaribu. Kwehede. Beshe gata hiyo haha. Ilaigwa. Tole laki ile. Niye tinalagana na hiyo na ile shughuli nashi. No nilamo ikwira na ndo wakati. Dara ndio ile takendo giyemo na kendo ni mabita makuja. Na dara akona ne hinya muno akora heta magala matano melatofete. Ne hinya. Como ni mundu akamwe no yongita muno tutu. Gemonye na behasiga na muhodo. Gero wangane jigana magana mogwaja. Yugano wena. Tondu no ngomona. Niki ngatiri ya twagai. Tutigura kawega wagai na pesa. No tutagandegeta kai atotwala na hamwe na hivi. Ala washoka. Nipenda tukumuzishe katika shughuli na si pesa, ni imani. Tena ukiwa na imani kubwa, unakuwa na mmoja mgeni na kikoyo. Ukiya watu matu. Na doluta gaidoiya, gayo ingire ya nyumba yanga ikana hinda na chujete iko milaki. Baada kumaja kufu moiga. Udikuwa sio utali na siko. No wake. No. Leo nimewaletea nyama ya mfupa. Ujaribu kutenganisha nyama, utoe weke mfupa kando. Kwa hivyo watu wa Mungu, neema ya Mungu inashuka kwa wale ambao wanaigoja kwa hamu, na hatununui wala kuhonga madhabahu ya Bwana, bali tunatoa, tujihusishe, tushirikishe na Mungu wetu. Amen. Na ndio sababu alisema usifanyie dhabihu yako mahali po etono na wakule. Ukikira Ibrahimu ndio ishi na ndio ilaja kwa boli.
na uigwe tuenda kwa mukuri na ndurenda ndakimanie uko mnyitana wera ina Yohana na riu harenda hatua githingiro kigongona kia Ngai ki haha wanire jerugo muri guothe muikare oho na ngene mwarutira Ngai kigongona na ritingiragwo no mukuri no riri yaku no Biblia inasema rutagira magongona maku haria Ngai waku agwathite na niho hekalu-ini yake haria aigite iriko cia kunake. Bwana sasa. Kwa hivyo watu wa Mungu, kuna mitego mingi, kuna njia nyingi, na wengi wanapewa habari nyingi za Injili na wanatafuta unabii na njia zozote zile, lakini wengi wao wamepotea. Watu wengi wameliwa hela zao, zimepotea kweli. Na mbeka ciuraga kana indo icio cia guciuraga tondu urutaga o haria wakinyira, o haria wakinyira. Riu haria ngira no utagera hagera na kuhonoki, si ndio? Panapitia mwokovu, pale panapita mwaminifu, panapita mwizi, panapita mchawi, panapita muuaji, wote wanapita pale. Alafu nawe unafanyia pale kuna mapito ya kila mtu. Jamani, utakuwa kwa shida wakati mrefu, wakati mwingi. Toa kwa hiari, kwa sababu ni Mungu unajihusisha, unajishirikisha naye. Wingi tirage na kigongona kia Ngai rutira kuo kuga yogete. And not every altar, si dhabihu yoyote, kuna ile yenyewe. There was a time kijana mmoja alienda, alikuwa anasema mundu ucio ni powerful, ni strong, mundu ucio ni ari roho ikondo kwe hinya wa roho. And I agree. Agithie akihoro akigirwo moko, girwo moko, na niho haba ni mundu ndacokire kuhoya nake kigirwo moko, akiuga ni agia hinya atiriri thiko ingi thira icio auga atiriri aje kuhoya mwathani thina akiri roho wake chungeni madhabahu. Mengine yanapotosha wengi, mengine yamefanya watu wana agemoja na magoro, wengine ni macho, wengine ni ubongo unaharibika kwa sababu umechanganya na madhabahu ya kwingine ambao hujui nguvu yake yatoka wapi. Kuna maandishi yameandikwa kitabu cha Marko 5. Nguvu zile jamaa alikuwa anatumia zilikuwa zinatoka wapi? Kule kwa Gerasi zilikuwa zinatoka wapi zile nguvu? Makaburini. Kwa hivyo wengine unaenda kwingine na mtu pengine nguvu zake na dhabihu zake zilifanywa wapi? Makaburini. Kwa hivyo ajabu atakuwekea roho gani? Makaburi. Kwa hivyo uko turamona galilado kwa kiuragwo ni ciorode tondu roho ama kafundi nomo niwe kule ni makangera jile no haha kiria haha he kafundi kule makangera waja hono matikigara hawa manaka anasema hau nikigara data kalogero ne kama shakuo kuna upambavu mwingi na kuambia na wengi hawawezi karibia na mwingine naambia dereva pikipiki kafale kwao no akorogera njire no ndaguthaitha ureke nyume na ndukagere haria nyenda gogere na guku kana na guku uthiurukire na kuria kana na guku kuria gukuira no thikuria kunjira tondu agera hau ye kurugirwo ni roho wake. Kuna upotofu mwingi una watu wa Mungu mwingi, na wengi wameharibika katika imani ilipotea. Wengine nao si Mungu amewaambia, malaka Mungu anaweza Mungu. Niwe ni kule matagireje ndo na moko. Matagireje na moko. Do you know that? Niki tondo akomeithia agotinda na ndimu. Evil spirit. Iko. Kuna wengine wanasema ndiye mundu numete gokawa mbere na ingira duka yakwa kana mukawa kana harere biashara hagikagira mundu mega higa mara matatu nginya mutumio oke niwe ni hokawa muhindi akiingia duka yake kwanza anafunga mlango
abe aside wudi nela kaisia kena kama siake igusiera tietekire na lekona kwa kama tabigira bitayo hivi aikira idola ikiro hokyo ikiro hokyo we igwatu no dia okawara mutu na kile kile wacha okainoka okaotiga todo magogo na mambo mameko ne marutago I believe and I'm sure nebite tebera ko hete na mwako hete nyo baba hiyo siono baba yana iya ila tukanyo na mai kama shaboro na ndilo mwana ndio hapo mutondo na wale mwezi magara bidio sio de na indo sio magasho kama ni bwiti marugaga na moka wosi hega yeye to hado bisha ila ndo nekero kamera eiga ke wo bwiti na ne bwiti o usine ekayo na alaija ni sire gadio hey modo yaro tonta kana na kawa otia no gera kawa peace mo hebia ke ya ali ya ko historia kale ale ya ko la akija pale kama ni kokwa yokoro yokorita yakoto genda akija atari tatunda ibwa ya nani anajua tu toto wiki ya bodo bakaga ya ndani kwa bidhubuiti makale abanga bidape muhingeo kana ya kala nani alicho nani kuja shokuma hii na kimodo shosiali henda mnakomwela leo ni kama hakula jana alikula tulikuwa tunamwangalia alikula zote akagonga jingalie hapana kula ukanwa tukia kwa ile wasiaki uko tika ile walaije wahani weka afya kwa hiyo na wengine tulikuwa tunafanya kazi na wao kwa mahindi matija yule shangwaru wale hivi toto mareti ketie wena malohoki gira mondo wena homo ko tamo mete kiwo kiaga kile kiwo na nani to akinyaga gira atuera to basijera ba hotelema kibukire ni hotelema gatera wakinya ko wakinya yake o mo de hawa kila kibuki haha iwa ile mbona ngeti kuta bomete koteke kitie haleluya amen uwete kadia kaina we haya ho glory to God amen nondikane umesha mugatindire ko manike ugakukite kwetha pesa ni waisi kila modo kimetinde no yike sio mtinera sio mtinera bae hapo ubira na mai itajumishwa ne koma hicho nisho kitako kaichane ya nani dokana tindo ya behiana na meachorie wena guo haleluya na mwakumu sisi au tindo kigera na kama ina shuga wali mukoro yole injekile otindo itaita kuja modo kaga ukenda kasoso mokoro kile ko yake ndako ma dani itaita umanai kula ingoro moyo mozi kwa kwa mwa ikala mwa ngombe todo kwenda wala muikembono waiji no mtakwa taimono oli mtana botonyo bato kumwela tena nabo alawa soka amen atimani tumane bakuwa bamajara na tuo mutumio mwa kazi aita timo no motuluwe na bale naita na maza kapu yatua mara nala dikurusa igano na kalije dije na mali na customer igemato la kama saima na utikenya na koti yako ya kobi na mali na biashara ya mono hapo wasio no mutumio shwari kodo kwa nabi akeho ona fi akiroma ima na kunekera maema ya oitagira doko oitagirie kuo oitagira mromo ile na mutumia ni nyoka hukira guoko ukamutaja mwako akita kumgero ho mugeni wale goko na lekia utaraga isi akene ikehegeshana higirie kato mayo gwale mutumia kigira kaho aikiona mo akimenya dagurira muro mogogi Ohikiosho ndobe wanakinire ha. Akigalia mugaga akigalia akemura no biwa kutokinyania ha. Umodi. Mai madaru ne mai hori ona ngao ona muhukia ngani hindi wale skuni atunega ona ndere tongo kirire ne munabi ngiye ndaga wikala wega ona ngake akemura ole nako masia tunana bi kumagala mushiwa ile ha. Aliye na ngedi. Ona mudu ule wita kumai tu akenyoba na to bagutai ta hawa gato to akatwada kwa kahweke era okuyo okuturole ngai na leo okwa tiga kuiga kai ngeni ndio wanesi tiga kuiga kai ngeni ndio wa biashara na ndio wa musimu tiga kuiga ne hiana no alwa soka
no tigane no utani wa daimono no utani utani wama ukago kotwa na kupa Jehova Biblia na ndio kana yana gaiki ike tigao ni only me, I'm your God, I'm your protector, I'm your provider, God. Na no watu magabe hashuki. Glory to God. Amen. Ni ndio biashara na kama shamba ile kwa hero dharu. Na ndio ikimu ndo dana kora ni mo kama makaji la heti. Yo kama huko nayo kama rutira kama. Akana hivi kama yake na yeye naye akatokea moto. Moto yake ile hapa. Cheki yeye anaroke mbona si kutokana haya. Yeye ndio akijua ndio ukijua bila kama ukiye akaone wao no akaone wao ndio ndoge ato akai yake itondere to hono kebega to menyeka itotige mwa mau haleluya amen akini mundu yake kibona ule ndio anaikira hikora tukaya kikira kana rwere na bona ko ni mugi mara ngida ko mwe leo kikira na rwere aikira na liba aikira to aikira ndagu aikira na makodia wewe kana nake wewe kata mundu uhotete maundu mothe ni kumenya na Kristo kiugo kia Ngai kikiro gocha ndio ni Paulo ngoja tutiro gocha kadia haleluya amen nendo natio kigeyono cia kuiga Jesu korona hota umwite mutwire toka tomuri wewe ule mekone wewe auma mundu angegire ko manishira hota akorona no hoti tikai maundu makwe ngalira ndo aya amen bwana sana amen mundu akibora nyumba kana broti kana gari tomwera gari haha titomeroge nigetha tukiana nile juothe tuone Ngai ekarakia na ni mwana nile hivi na mai na mukahiguria maitho matukihoya tondo na kama hata kungata na tuhinga maitho na tuhinyeria maitho kiumenda gutunga kumbe ni kuliro hako kwa na kwake haka haleluya ni tuweza kambia kwa Ngai ile igandile na kihona maundu mothe na bakabea Jesu kigogo gatele gutiri kindu gikirite na kame ya muru wa Ngai gutiri igala kame ya Jesu moko-ini ndiuhingie murogi moici mutunya ni muragani umutigia gitugo gake wabone koma na wewe thiere wina thari ukiri na Ngai amen Ngai kenda andu nacio marire mone uhoro Jesu natwarĩria handũ na arutwo ake mahotie kũhũta magĩtua nyamũ makĩrigita magĩkate agĩkinya mwena ũrĩa Farisai agokoria Farisai maigana kama egũkua makumĩra arutwo kumarĩaga ndeke mateyogete moko niki Jesu akĩmera ũrĩa ũtwaranaga na ũrĩa mũtheru mũno wa igũrũ mũno nĩ ararĩkia ũthamaki nĩ mũtheru o nake ahogacoka makĩrĩa na magĩthiĩ nĩ kũrĩ nabii mena andũ ikamaga nyũmba ũikare marĩkage isione mehia no leo tukana mundu aguruke iyo tondu cumbi yo Ngai okagugucera akora muhiana no waku tokaire mukawega ina gaco hario Ngai agohana kagombe kana kaguri ona tunyamu tu tumo takataka icio ciothe andu a Ngai mute meciria-inĩ na ngoro-inĩ ikira Jesu mũthamaki wa nĩgetha mũtige kũheneka nĩ maũndũ marĩa marekwo na kũu na kũu mũmenye we Filipo yake gwenda kumenya Jesu na amenye hinya ũrĩa wamũriũkirie arogoco hinya wa kũmũriũkia nĩ ũrĩa wamũrutire mbĩrĩra ũkĩmũtua muoyo mũndũ ũkuĩte na ndonekete hinya ũcio nĩ mũbatiĩ kũgĩa naguo mũndũ wa Ngai gĩa na hinya wa Jesu tũrane na Mwathani tigai kũheo ng'ano ingĩ tigana andũ wĩhoke Ngai goma kiugo kĩa Ngai na gĩkũingĩre no wĩtĩkie wĩne nĩ Ngai waragia nake ti andũ haleluya na tigana uthi waku ni wakekeo wewe tikia Ngai na ndungihitukia miruri mugera gwaku tondu we indo itwaranaga na thirito ni ha Ngai arogoca akiri na wanyona ni gwakwa toro ni ndimakaga muno tari ndi kirongo njiguite kuri kibikira thathaya ndakoroka ngiugo ndandeta ngahukia anointing ndamika ũguo ngakoma wega Mwana wa nini kwa nini kutoka ndengelera haria ngite anointing ngatikaite ona utareria kukwoma gikoma magire na hinya maguta mau ndagere muite baita bago ikito magire no hoti ndungiukira tuko ogwo gukabiro Ngai arogoca amen bana sesa amen niyo yena kamera ni permanent by the way na kamera Jesu ni expire na kamera Jesu ni anakapadio The Bible says, yaje maundu mapatana mago gukira maria mariyo ni thakame yao ya Habili haleluya ugo yoga no
no hero yauna te goko eikako na gutiri ungimenyeria onau arocoka akai magongona membuoyo mana kamea muwakai mundu wigoka itugicio aturage mwega ngai arogoco mana kana matirogane wendo menyaga kurogana kurogana gwatia nie twara gwakona na njira na ngihikia giroke ngira gitirie karere yarugiro iro ni nasara ya huri nukari ndugu ciake arite na koma ciake atware kuri gutwara kadava kamana kona koma ni hiro ya ndinaki akohoka muruaga agocothese tigai guoya na muikarire tigai gucema cema muikaki wire kia Ngai ikira thiini na riko riotoke kiugo kia Ngai aragia kiugo we haleluya glory to God reke kiugo kia Ngai gituike ni kiothigari yaku reke gituike ni kiomba haleluya wala waraitana na iguru hinya oho ni umara kuri Ngai na Bible no atorie tari na githomo moke mokane takanitha makuhoere wohoro macegera ai wana makuhete ritwa ria Ngai rogoco oyai hinya wa Jesu alitharitariani oyai wego wa Ngai alikoyani arakia Jesu mumereirie kuregane turegete kugia na maundu maria mundu ahithaga ni undu wa guconoka ukira ndumathia kanitha-ini no haha njohero ena muringa ena muringa ena karuhia kahana karakinya mukako gagaja kawa amweno ukekoma na karola shara ya jogo kolia je wakona leo karola kale kachomo kagaharia gadire ko to ndo asomoki ohero ale show gedesha bila haha gidiwila akenegana asomoki na moro makatuguma kwa tuna makiko kwa shomana tigana ndeto Nani mwana katanyamo nani nakoro gide mo ngemono to bakwira kale he giko mingone kika akoya wala na akoya twiri na mututu amahinga matosira no bosari yakoha achoka gatatiritu riri kiganje dikonuka akuna tukano hore riri yokohora no gukura ukaiko mungu wako gukura ndani wala wala hai ugakira kapu todo ni oi kuhendia bezi ya utekanya ni oi haleluya dakamia Jesu hiya wayo dogi uhota murwawa waminga hali ya maudu mega na mego na maudu mari uhoti gaya awaso adujimikana na kuya watu gaya na kuinda koma na komire ya ale koma ya nigwe hehehe na rotire huko nigwe atisia kumukala ni gucukirira mundu wa Ngai ukone kali na kivokia Ngai wehupelekio no kenyitagia riko no kinyereta jamba tore muguriwe haha ndege matunda kijara kiraga na hinya ungingwe kurona kone mara shama mai ndenda kumenya au kana naka dukerigite na ni ukuri ona na shama mai yo komwire no ni haleluya ali ondo ucio wathererie wega glory to God no ni mundu wa Ngai agirire no arakia wega okinyite wega utekomaka ando kuona tumemaliza na mhepo kila haida atake no hagera hapo nani hagera kitabu tunaenda katika ikopi ndio wapelo kwa maisha ya kama makile ha makiurone dai makiwande yana no tondu gwena ni mohiana no oyeto ni mondo tukanagie nagwo glory to God kana tuwa obosania uge wa Ngai na maheni macio magobocanagĩria andũ mũtigetĩkĩre andũ a Ngai menyai Jesu na mugeni mwathani mũtegwĩtigĩra na mũige rĩtwa rĩake rĩrĩo njĩra thakame yake tuĩke ũteithio wanyu Ngai aromũrathima Ngai aromũtokia Ngai aromwongerera hinya Ngai aromũtũgĩria arothiĩ kamũira wanyu haleluya thakame ya gatũrũme ĩrwaragia maũndũ mago makĩrĩte mahabu rĩtwa nĩ igana rĩa mũndũ